mechi wapi walikwama ama wapi walifaulu Mbeya City na kuweza kuwakazia wananchi? Superiority ya kwanza Mbeya City siku ya leo itasifiwa kwenye namna ambavyo wali approach game katika mbinu ambayo ilikuwa ni nyepesi kwa wao kuitimiza siku ya leo. Mbeya City ameingia uwanjani akiwa na aim ya kublock eneo la katikati mwa uwanja, kulazimisha Yanga kucheza kwenye mapana ya uwanja, lakini kwa kiasi kikubwa zaidi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza balance nzuri sana ya kiidadi ambayo ilikuwa inawafanya kila maeneo wao waonekane wana wachezaji wengi ama wana wachezaji sawa na wachezaji wa Young Africans. Na maanisha nini kwenye hii? Ulikuwa ukiangalia Mbeya City namna ambavyo walikuwa naunda mashambulizi yao kwenye eneo la katikati, alikuwa nabaki mtu mmoja tu, Adil Buha. Wengine wanne walikuwa naenda kushambulia kule juu, ambako waliokuwa kule juu alikuwa ni Vitalis, alikuwa ni Mateo Anton, alikuwa ni Willy pamoja na Eliud Ambokile. Hawa Yanga alipokuwa akianza kutengeneza mashambulizi, hawa wanne walikuwa wanaenda kuhakikisha kwamba wana disturb yale mashambulizi kwenye ile eneo la juu. Kwa bahati mbaya sana Yanga alikuwa anaunda mashambulizi mara nyingi sana ilikuwa na wachezaji watatu, nikimaanisha mabeki wawili wakati pamoja na fullback mmoja, ama mabeki wawili wakati na kiungo wao namba 6 ambaye ilikuwa ni Aziza Ndambwile, kutegemeana na scenario. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanywa na Mbeya City, wao walikuwa na wachezaji wanne ambao hawa walikuwa wanahakikisha kwamba wanaenda kuipress ile build up ya Young Africans, meaning eneo la katikati likali linabaki na mtu mmoja tu ambaye alikuwa ni Adil Buha. Kwa hiyo hii ikawa inalazimu Yanga kuongeza idadi ya watu ambao wanaenda kufanya build up. Kwa hiyo ikawa inamlazimu, kuna muda ulikuwa kimwangalia Duka Buya ambaye alianza kipindi cha kwanza akawa anashuka pamoja na mafullback wote wawili, nao akawa anarudi nyuma at least kutengeneza balance nzuri pale ambapo wanaanza kuunda mashambulizi yao. Kwa hiyo Mbeya City plan yao ikafanikiwa in terms of eneo ambalo wao walikuwa wanakaba, wakawa wanajikuta kwamba hawana pressure ya kukaba wachezaji wengi wa Yanga, kwa sababu focus ya wachezaji wengi wa Yanga inakuwa ni namna gani ambavyo wao wanaenda kuunda mashambulizi yao. Baada ya pale sasa ikaja kwenye scenario ya namna gani ambavyo Yanga wanalifikia kwa haraka lango la Mbeya City pale ambapo build up yao inafanikiwa. Kilichokuwa kinatokea ni kwamba energy ya kina Mateo, energy ya kina Mbokile, energy ya kina Willy, energy ya kina Vitalis, ile ilikuwa ina distort sana plan za Yanga kuondoka kwa eneo la katikati kulifuata eneo la juu, kwa sababu moja, walipokuwa press ya Yanga ilipokuwa kifanikiwa, walichokuwa wanafanya Mbeya City ni kwamba wana retreat kwa haraka, wanaenda kublock lile eneo la katikati, meaning kwa namna yoyote ile ilikuwa ni lazima Yanga aanze kushambulia kupitia kwenye mapana ya uwanja. Na kwa bahati mbaya sana plan ya bwana Romain Folz ilikuwa kushambulia in a direct way, kwamba apate mali sky eneo moja kwa muda mrefu, timu itembee kwa haraka. Akawa anajikuta na struggle kwenye vitu viwili. Ukishambulia kwenye mapana ya uwanja, timu ukitaka icheze direct una njia moja tu ya kupita, kwa sababu eneo la katikati huwezi kuja kwa sababu wako wengi. Unatakiwa uende ukapige cross. Unapoenda kupiga cross, kwa sababu uko direct na unataka kushambulia kwa haraka, it means pasi moja yawezekana imeupeleka mpira mita 20 mita 30 mbele. Kwa hiyo wachezaji wako kufukuzana na kasi ya mchezo inakuwa ni changamoto. Yanga kana jikuta kwamba kwenye eneo lao la mwisho wana wachezaji wachache sana ambao wanaweza wakawashambulia rundo la wachezaji wa Mbeya City, ambapo nyuma walikuwa na baki na watu 6, mabeki wanne wa nyuma. Adil Buha kuna muda na baki kwenye eneo la katikati akipata support ya Omar Chibada, ambaye kuna some instances naye alikuwa na drop kuja kumpa support kwenye eneo lao la katikati, at least kufanya Mbeya City wawe salama kwenye namna ambavyo wanaunda mashambulizi. Kwa bahati mbaya sana kadri game ilivyokuwa inazidi kwenda, Yanga alikuwa hawaongezi idadi. Wakana jikuta kwamba kutokana na hiyo plan ya Mbeya City ikawa inafanikiwa mdogo. Kwa hiyo ikawa inalazimu Yanga kuimprove brilliance ya mchezaji mmoja mmoja, na ndio maana muda mwingi wa mchezo ulikuwa ukiangalia game iko wapi, game iko kwenye mguu wa Pacome. Ukiangalia game iko wapi, game iko kwenye mguu wa Maxim pia Zengeli, which ikawa inawaletea shida sana, kwa sababu Pacome ilikuwa ni rahisi kwa watu wa Mbeya City kumkaba kwa sababu wako wengi kuliko wachezaji wa Yanga, meaning kuna mmoja anaweza akabaki kuhold position, kuna mmoja anaenda kublock njia ya Pacome, halafu kuna mmoja anaenda kumkaba Pacome physically. Kwa hiyo Pacome kana jikuta kwamba ana changamoto kubwa sana ya kupenetrate kwenye ile mistari ya Mbeya City. Sasa ajaribu kupush game iende wide, ambako walikuwa na force kama utaenda wide nenda, lakini hakikisha mpira unatoka nje unakuwa ni kona, ama tunakugongesha mwenyewe mpira unarudi unakuwa ni goal kick. Sasa hapo ndipo tutakuja kuangalia pia changamoto za system ambayo bwana Romain Folz alikuja nao. Ya kwanza kama nilivyozungumza, namna ambavyo alikuwa anashambulia na idadi ndogo ya wachezaji ikampelekea hata nafasi walizokuwa wanatengeneza nyingi zisionekane nafasi za coordination, nyingi zionekane ni nafasi ambazo isaida ile mipira 50-50, na maanisha ile mipira ambayo ilikuwa inadondoshwa isaida kwenye muundo wa faulo, muundo wa crossi, ama kwenye mipigo ya kona. Hizo ndo zilikuwa opportunity pekee za Young Africans kwenye huu mchezo wa leo, hasa kwenye kuunda mashambulizi yao. Lakini namna ya pili ambayo unaweza uka question plan ya bwana Romain Folz ni namna ambavyo ali approach kutumia direct football kwenye mchezo, kwenye uwanja ambao hausupport direct football. Direct football ni mpira aina gani? Ni ule mpira ambao tupate mali,
mimi Sky na mali zaidi ya sekunde 3, 1 2 mpira haupo mguuni kwangu, mpira umeenda kwa Pacome, 1 2 3 mpira upo kwa Pacome, mpira umeenda kwa labda namba 10 Dumbia, 1 2 mpira haupo tena kwa Dumbia. Hii ndio direct football. Hasa direct football inataka sehemu ambayo ni soft, kwa sababu pasi nyingi zitakuwa zipigwi miguuni, pasi nyingi zinakuwa zinapigwa kwenye njia. Kwa Yanga kana jikuta kwamba anataka direct football, uwanja kwanza usupport. Halafu sasa ukisema uachane na kupiga pasi njiani, ucheze pasi kwenye miguu ya watu, unakuja ujikuta mtu unayempasia akitaka kugeuka tu tayari kazungukwa na watu wawili ambao walikuwa wanafanikiwa aidha kumpora mpira moja kwa moja ama kumdisturb tu, kwa sababu uwanja unaruhusu kwamba sio lazima mchezaji wa Mbeya City aje akugonge mguuni ili upoteze mpira. Anaweza kaja akakutia pressure tu, wewe pale utakapokuwa unahangaika kucontrol mali, unajikuta tayari ashako kwenye eneo la kukaba, kwa sababu atapunguza kasi ya wewe kushambulia, na baada ya hapo wenzio wana retreat, wanaunda block nzuri, wanajikuta kwamba Yanga hana tena njia ya kupita. Lakini kwa ukubwa kabisa hatutoacha kusifia plan ya mwalimu Malali 50 siku ya leo. Plan aliyokuja nayo ilikuwa superb, lakini kitu kikubwa zaidi ni namna ambavyo wachezaji wa Mbeya City waliibeba ile plan. Ukiangalia plan ya leo ilikuwa haihitaji mchezaji uwanjani. Plan ya leo ilikuwa inahitaji askari uwanjani. Mbeya City wamekubali kuwa askari uwanjani, wameenda tekeleza majukumu yao kwenye vita dakika 90. Mwisho wa siku wameondoka na alama moja ambayo labda ingekuwa ni alama 3 kama wangekuwa na concentration ya kutosha kwa dakika zote 90. I think kwenye ile tukio la Jigi Diarra, yes, Jigi amefanya wonderful save kwa namna ambavyo alisimama firm bila kutaka kwenda kucheza ule mpira. Alihakikisha kwamba anatengeneza tu mazingira ya kublock movement ya mpira, lakini alihakikisha anatengeneza mazingira ya kublock movement ya mshambuliaji, akajikuta yupo kwenye position nzuri akausave ule mpira. Lakini ingekuwa kama kwenye yale mazingira mshambuliaji ameimpose tu confidence kidogo, labda sasa hivi tungekuwa tunapiga story nyingine hapa na kwa Mbeya City kwa kuondoka na alama 3. Lakini so far it was a very good game kwa Mbeya City. Lakini kwa upande wa Young Africans wamecheza one of the worst performances ambazo nimewahi kuzishuhudia kutoka kwa upande wao. Worst performance. Sidhani kama ni neno gumu. Worst performance kwa upande wa Yanga ilikuwa yani performance ya hovyo. Okay. Sawa. Unajua ndio moja ya mechi ambazo Mbeya City anaweza akazikumbuka msimu huu ni mechi ya leo. Unajua unavocheza na Yanga bingwa mtetezi, ana wachezaji wengi wa daraja la juu. Moja ya kitu ambacho bidi ukifanya kwa usahihi sana ni usahihi wa matendo kwenye kila kitu. Kwenye kujirinda katikati ya uwanja pia vitu vingi Mbeya City ilifanya kwa usahihi, na ndio maana hii alama moja imepatikana. Lakini inawezekana leo hii ingekuwa ni siku nyingine ya kuandika rekodi tofauti kabisa, ukiacha hizo sare ambazo zimekuwa zikifuza, na hii ni sare. Yaani yangejitokeza ya Tabora. Yes, yeye basi kwa anashinda ile mechi. Okay. Yani mechi ambayo Yanga ile sare bidi aisherehekee kuipata, wakati Mbeya City alilaumu kwa nini hajashinda ule mchezo. Ndio. Yes, kwa sababu ametoka kugusia hapa wakati nafasi ambayo ameikosa Vitres Mayanga. Lukandamila ameminya vizuri kabisa Baka. Baada hapo akapata space ya kutosha, akapiga pasi nzuri kwenye njia. Ana ile save eneo ambalo itakiwa awe na utulivu kidogo, awe na composure hali ya juu zaidi, achagua sehemu ya kufunga, hata kuleta mambo mengi mara mpia kazi ngoni kama vitu vingine kama hivyo, akajikuta dia ana save, kwa sababu unatakiwa ujue pia huko likiwa ambao unataka umpige kansu ufanye nini kulipa daraja gani. Dia ni kama kwa bora sana bana Afrika. Kwenye moment kama zile inawezekana yeye akasoma hata akili yako au mienendo yake. Yaani kabla tu hujapokea mpira, kana anajua kabisa unataka kufanya kitu gani. Na ndio maana aliweza ku-cross gap. Aliweza ku-cross gap akajua tu bwana atataka mpige kansu. Alipojaribu kufanya vile tu ndipo hapo kwa mwisho wake. Kuna eneo ambalo leo hii Mbeya City hii alama moja ni alama kubwa zaidi ya Yanga. Lakini kwa jinsi mchezo ulivyokuwa, sidhani hata kama mwalimu ala 50 anaweza kama furahia. Na nimeona mmoja nuku yake anasema kabisa ni mechi ambayo iliandaa kuja kupata alama 3 kama hivyo alisema jana kabla mchezo, na ndio ambacho tumekiona siku hii ya leo. Na hichi hakijatokea kwa bahati mbaya. Nakumbuka mchana hapa nilizungumza na magari ambapo Mbeya City msimu huu imefanya usajili wa maana sana. Nitaja baadhi ya wachezaji kwenye eneo la ulinzi ambao ni makamanda kweli kweli. Nilimtaja Ame, nilimtaja Yahya Mbegu, nilimtaja Baraka Freeman mara nyingi zaidi nimewaona siku ya leo, bila kumsahau golikipa Ben David Gakuranya, kwa sababu ili uweze kuhakikisha Yanga kuzuru kwenye goli lako lazima muda wote wa mchezo uwe active. Wale wachezaji walikuwa active muda wote. Hakuna hata muda mmoja ambao walikuwa wameweza kurelax kidogo, kwamba kwa sababu unapocheza na Yanga
bingwa mtetezi kama nilivyosema hapo awali, timu na wachezaji wengi na daraja la juu. Kwa maana ukifanya kosa hata kidogo tu, au kupoteza makini hata kidogo, tayari unaweza kuadhibu. Lakini hakuna hata muda mmoja ambao waliweza kuweza kurelax. Kama ni mpira wa kuwania wa juu wataenda, kama ni sema kuweka mguu wataweka, kama ni sema kuweka pressure kwenye mpira wanaweka. Wamefanya vizuri sana. Eneo la kiungo kina Omari Chibada, kina Adili Bua kule mbele, Mateo Anton, bila kumsahau Vitas Maanga, ilikuwa superb kweli kweli. Kwa hiyo kuna eneo ambalo sajili ambazo nilizungumzia chanza vya City kwamba ni bora, ndio ambazo zimefanya hichi ambacho kimetokea leo kiweze kuonekana. Na inawezekana kabisa malengo ya City msimu huu, nimeona watu wanasema mkicheza hivi kila siku mtamaliza nafasi ya 4. Malengo ya City msimu huu ni kuhakikisha timu ishuki daraja. Okay. Hilo watu lazima walijue. Sasa tupangie malengo ambayo tupo nayo. Malengo ya City msimu huu yamegawanywa mara 3. Msimu wa kwanza baada ya kurejea ni kuhakikisha timu ishuki daraja. Likifanikiwa hilo, msimu unaokuja tutakuwa ni malengo kutafuta nafasi 6 za juu. Msimu wa 3 ndio kutafuta top 4. Kwa hiyo hayo mengine ambao watu wanasema mkicheza hivi kila siku mtapata top 4, mtachukua bingwa, au sio malengo ya City msimu. Msimu huu ni kuhakikisha timu inasalia ligi kuu basi. Tuende tukatazame matukio mbalimbali katika mchezo huo. Tukianza na tukio la kipindi cha kwanza ambalo amelifanya nyota kikosi cha Young Africans sambamba na kikosi cha Mbeya City. Ibrahim Ame kuna namna kama mchokoza Baka pia akareact. Ilikuwa ni tukio la namna gani? Kwa sababu ukitazama kwenye marejeo wengi walikuwa wakizungumza kwa maana Baka alitakiwa asimalize dakika 90 kutokana na kile ambacho amekifanya. Yeah, sure. I think kungekuwa kuna faida ya VAR, labda tungeshuhudia Ibrahim Ame pamoja na Ibra Baka wote wakiondoshwa uwanjani kwa kadi nyekundu, kwa sababu pale hakukuwa na ulazima wa kufanya yale matendo aliyoyafanya. Pale ukiachana tu na foul walizozicheza, kwa sababu Ibra kamkanyaga hapa wote ni Ibra bahati mbaya. Ame kamkanyaga Baka kajirudishia kwa kumpiga Ibra, ambapo mwamuzi inawezekana hakuliona kutokana na move ya haraka, lakini ile walistahili wote kuondoka uwanjani kutopisha tuendelee kuangalia pira ya Vieta. Lakini kwangu mimi naweza nikamwachia mwamuzi wa benefit zile move kwa namna ambavyo engo ilikuwa labda hakuziona kwa haraka, lakini sofa kungekuwa kuna VAR kwa faida ambayo tumeipata sisi ambao tumeangalia kwenye TV, zile zilistahili kuwa ni kadi nyekundu kwa Ibra Ame pamoja na Ibra Baka. Kwa hiyo kadi zilikuwa zinatakiwa 2, sio kwa wote wawili walikuwa wanaenda nje. Wote wawili walikuwa wanaenda nje. Kwa sababu Ibra Ame ame clear mpira, yes, lakini ukiangalia ule mguu ulienda kabisa kwenye I think ni eneo la paja karibu na goti. Mguu wa Baka uliokuwa chini. Ibra Ame alienda kama kusigina. Na ile ndio iliyomprovoke Ibra Baka naye akanyanyua mguu wake, kwa sababu Ibra mguu mmoja ulikuwa juu, ule mguu uliokuwa juu akiwa amedondoka chini aliutumia naye kujirudishia kwa kumkanyaga Ibrahim Ame kwenye maeneo ya kwenye paja. Kwa hiyo wale wote wawili walistahili kutupisha leo. Kwa namna ya uzoefu, wote wana uzoefu, lakini kwa namna wakubwa wa Young Africans, Baka alitakiwa kufanya hiko ambacho amekifanya. Pale sio tu hata uzoefu, pale inahitaji uzoefu. Pale inahitaji tu uwe mchezaji wa mpira, ujue kabisa hili sio tukio la kimpira. Kwa sababu vitu viwili vinavyoenda pale, kwanza unahatarisha usalama wa mchezaji mwenzio. Hii ni life, kila mtu anatafuta kipato chake kwenye huu mpira. Kumuumiza mwenzio haikupi gain yoyote. Yes, ni pressure za mchezo, lakini kumfanyia mwenzio matukio ya aina ile haikupi faida yoyote. Mwisho wa siku ataumia, labda familia yake ndiye itaenda kugadhabika kwa yeye kuumia, lakini wewe kama mchezaji mwenzio, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya ni kuhakikisha unalinda usalama wa mchezaji mwenzio. Na mchezaji mwenzio sio tu mchezaji wa timu moja, bali hata mpinzani ambaye unacheza naye. Kwa hiyo kwangu mimi ni matukio fulani ambayo sio tu hayapaswi kufanya na mchezaji pro, bali mchezaji yeyote, hata mchezaji anayecheza ndondo, kila kitu atakiwa kukifanya. Kwa hiyo pale wameonyesha immaturity na wote wawili walistahili kutupisha. Tuendelee kushuhudia pira papatu. Kwa tukio lingine pia ndio kipindi cha pili ilikuwa ni mpira wa kona ambalo Yanga itakiwa kupata mkwaju wa penalty. Ndio mpira wa kona ambao Rasna kama aliupiga kichwa. Alipokuwa anapiga kichwa ule mpira kwetu unatua ukaenda kutoka kwenye mkono wa Mateo Anton Simon. Kwa hiyo ni tukio ambalo pia Yanga ilistahili kupata mkwaju wa penalty, lakini inawezekana mwamuzi wa kati singeweza kuona, kwa sababu kipindi ule mpira unapigwa Mateo Anton alikuwa amegeukia upande wa line 2. Kwa nami mtu wa kwanza ambaye atakiwa aone lile tukio alikuwa ni line 2, kwa sababu alikuwa na mface. Amepiga kile kichwa na Lassen, baadaye mpira pindi unatoka. Alipiga kichwa Aziz na mwili. Alikuwa ni Aziz. Pindi unaenda kutoka kwenye mkono wa Mateo Simon. Kwa ni tukio la penalty ambalo kwa mwamuzi wa kati Omari Mdoe
asingeweza kuona kwa sababu alikuwa amempa mgongo. Kipindi Mateo anafanya ile tukio alikuwa amempa mgongo mwamuzi, lakini line 2 yeye ndio alikuwa anaangaliana kabisa na Mateo Anton. Kwa hiyo inawezekana Yanga pia angeweza kufaidika kwa mkojo wa penalty kwenye ile tukio. Na kwa mantiki hiyo, kwa maana matukio hayo mawili ambayo mmeyazungumzia, likiwemo la madhambi ambayo amecheza Baka na mwenzake Ame, na Mateo Antoni kushika ule mpira kwa mkono katika penalty area, ni kwamba mwamuzi ameshindwa kuhandle na umiliki mchezo kwa kile ambacho vilikuwa vinaendelea kwenye ile mechi, kwa maana pressure ya mchezo mwamuzi ameshindwa kuihandle. Na kwa mimi nimefanikiwa kiasi kikubwa. Kwa mfano ile tukio la Ibrahim Baka ilikuwa ni tukio ambalo ndio maana hapa kanda imeanza kuwa na usaidizi wa VAR, kwa sababu ilikuwa tukio ambalo kwa mara moja unaweza ukaliona. Kumbuka pale ilikuwa tayari mpira shauki, wakati tayari Baka yupo chini akafanya ile tukio. Sasa mwalimu mwamuzi Kunazi yeye anaenda movement ya mpira ukihama kwenye ile tukio, maana yake hata mwenye focus yake itabaki pale pale ambapo mpira ushaondoka. Lakini tukio la pili la mkojo wa penalty ile la Mateo Anton kuweza kuunawa mpira ni tukio ambalo pia mwamuzi asingeweza kuliona. Kwa maana akasema line 2, kwa sababu kipindi Mateo ana ublock mpira kwa mkono alikuwa anatazamana na line 2. Kwa line 2 ndo angeweza kuona ile tukio. Kwa hapo kwa line 2 unaweza kupata doubt kwamba yeye ndio atakiwa kwa active kwenye ile tukio. Lakini tukio la kwanza kwa mimi ilikuwa ni ngumu yeye kuweza kuona, kwa sababu tukio mpira uko tayari ushahama wakati matukio mengine yanaendelea. Na tukio ambalo hata si wenyewe ambao tulikuwa tunaangalia mpira licha kwamba tulikuwa active, tumekuja kuliona baada ya replay kufanyika, sababu ilikuwa ni tukio la haraka na kipindi hicho focus isihamie kwenye sehemu nyingine ambapo mpira upo na sio pale tena. Kocha Romain Folz, kuna namna anahusika moja kwa moja kwa matokeo ambayo ameyapata wananchi leo? Siku zote matokeo yote kocha huwa anahusika. Kuna matokeo mengine watu wao wanasema kwa hiyo mlitaka kocha aende akashike mpira afunge au akafanya hivyo kutokana na moments za mpira zinavyokuwa na namna ambavyo wachezaji wanavyocheza. Kwa sababu performance unaiona kwa sababu yeye ndo anaandaa game plan ya mechi husika, anamsoma mpinzani. Lazima baadhi ya blames utaweza kupeleka kwa mwalimu, kwa sababu kuna lawama ambazo unaweza kupeleka kwa mchezaji. Lawama ya kwanza, mchezaji uwanjani hakimbii, mchezaji ya commit kwenye deals kama kugombania mpira, kitu ambacho kwa siku ya leo mimi sikukiona. Nimeona ni siku moja ya mechi ambazo watu wameenda kugongana sana, na tulitarajia hivyo siku ya jana. Tulisema hapa naona mchezo tu first half tu faulo zimechezwa takriban 22, nakuja kipindi cha pili the same, yani mechi na faulo karibia 40 plus. Maana yake ni game ambayo ilikuwa na watu walikuwa wanafika sana milini. Kila mchezaji wa Mbeya City wa Yanga alitaka kuengage kwenye kugombania mipira, lakini mimi kitu ambacho nitaenda kulaumu benchi la ufundi la Yanga, nadhani leo nimeona ni siku ambayo wameshindwa kuwa na matumizi mazuri ya mipira iliyokufa au set pieces. Yanga wamepata mipira mingi sana iliyokufa leo, kuanzia kona wamepata takriban kona 12, lakini unaona ni kona moja tu ambao walijaribu kupiga mwili kwenda madhara, ambao tena kama usingekuwa makini wa Pacom wangeweza kutumia nafasi, lakini kona nyingine zote 11 ziliweza kupokea. Ni matumizi mabaya sana ya mipira iliyokufa, hususan kwa game kama hii ambao unajua itakuwa very tough against mpinzani ambaye ataenda kukaa nyuma, atakupini nyuma. Manake moja ya option ambazo zinakuaga za kushinda hii mechi ni mipira iliyokufa, lakini pia hata mipira ya kutenga. Leo Yanga pia walinufaidika nao, walipata mipira mingi sana, lakini mipira mingi pia iliweza kupotea. Kwa hiyo hao kwangu mimi maeneo ambayo naweza nikalaumu benchi la ufundi jinsi gani walienda kuendelea mchezo. Lakini performance wise naona ni game ambayo kidogo at least Yanga alijitahidi kucheza mpira, lakini utengenezaji wa nafasi kupitia eneo lao la katikati ambao ndio imekuwa silaha yao misimu leo ilikuwa ni changamoto, sababu walikutana mpinzani ambaye naye alienda kujua ubora wa timu yao, kaenda kuziba eneo la katikati. Kila mipira walikuwa wanajaribu kupiga isiende, na ndio maana walikuwa na mtu kama Dumbia, unajua silaha yake ni kupiga ile mipira mipenyezo. Hizi through balls hizi ni moja ya wachezaji ambao silaha yao kubwa ni hiyo. Na leo kila alikuwa akijaribu, wachezaji wa Mbeya City walikuwa na iweni aidha kiungo wao wa chini au walinzi walikuwa wanawahi kuiblock ile mipira. Interceptions wamefanya nyingi sana, yani kama tukitafuta takwimu hapa za kiungo mzuiaji leo wa Mbeya City pamoja na walinzi wao Ibrahim Hame pale, interception walizofanya kwa hizo through balls ambazo walikuwa wanajaribu kupiga mtu kama Dumbe au Pacome ni a lot kwa game moja, yani ni a lot, zinaweza kufika 10 plus. Na ndio maana ukaona benchi la ufundi la Yanga likaamua kumtoa, maana moja ya strength yake kubwa alikuwa nayo ni hiyo. Na mchezo wa leo pia ulihitaji mchezaji ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho, lakini pia ule utimamu wa kimwili ulikuwa unahitajika mkubwa. Kwa hiyo iliposhindikana,
ndio mwalimu wa Yanga akabidi amtoe kutafuta game plan nyingine, kuenda mipira ya juu, kupiga mipira mirefu, lakini nao haikwenda kufanikiwa kwa sababu Mbeya City nao wana wachezaji kwenye safu yao ulinzi ambao wana kimo ambao walikuwa wanaweza kucontest nao washambuliaji wa Yanga, kwamba Boyeli, Dumbia pamoja na mtu kama Zengeli, hata baadaye alipokuja kuingia mtu kama Celestine Ekua. Kwa hiyo nadhani unaweza kumblame mwalimu kwa performance hiyo, kwamba mipira inakufa set pieces, matumizi yalikuwa mabovu, lakini hata pia structure, utengenezaji wa nafasi umebezi sana kwenye eneo moja, kitu ambacho wapinzani wamekuwa wanauliza sana maswali. Lakini pia naweza pia nikamtetea kwa aina ya game ambayo mkutana nao. Game ilikuwa very tough, mpinzani naye alienda kujiandaa. Credit pia kwa Mbeya City na kuwapongeza Mbeya City kwa aina ya mchezo ambao waliamua kutuofa leo. Wametupa moja ya classics za ligi kuu, kwamba unaongelea moja ya mchezo mzuri mpaka sasa, moja ya mchezo bora sana ambao nimeiona mpaka sasa kwenye ligi kuu ni moja ya mchezo wa Yanga dhidi ya Mbeya City. Nimeona timu ambayo haiko kwenye daraja la Yanga, lakini wamejitahidi kuja kutupa game ya kuonesha kwamba wanaweza kuendana na timu za daraja kama hiyo zenye wachezaji bora ambao pia ni wazoefu kwa level pia ya Afrika. Kuanzia swala zima la kuzuia walikuwa superb, muda ambao ilibidi watulize timu walitulia, lakini kitu pekee ambacho walikuwa wanakosa ni utulivu tu eneo la mwisho. Kuna muda walikuwa wanapata mipira mbele ambapo ukiangalia idadi ya walinzi wa Yanga ambao walikuwa wanawaacha, kwamba rest defense, ile safu yake ya ulinzi ya Yanga anaiacha akiwa ana mpira, alikuwa na watu wachache, ilikuwa ni wawili watatu. Baadaye mwalimu alikuja kufanya substitution moja ambayo ilikuwa kidogo backfire. Mwalimu wa Yanga alipomtoa Israel Mwenda Dube, akamweka Dube akiaim kuleta mipira tu eneo la mwisho, lakini pale ambapo Mbeya City walikuwa wakifanya zile attacking transitions, walikuwa wanawakuta Yanga kwenye mazingira ambayo nyuma wanakuta watu wawili tena wako katikati. Manake haya mapana ya uwanja yote yalikuwa hayana watu, na ndio unaona kwa situations kama tatu hivi Mbeya City wakapata matukio kama hayo. Attacking transition moja wameenda nayo, wameattempt mpira upande ule wa nani wa alotoka Mwenda, mpira ukakara nguzo, ukara post. Counter attack ni ya pili hivyo kaondoka, alikuwa ni Eliud Ambokile yule, alikuwa ni Vitalis Mayanga, alikuwa Ndamira, alikuwa Vitalis Mayanga, kaondoka na mpira eneo lile 2 against 2, kapiga shuti, sema lilikuwa ni shuti ambalo halikuwa na nguvu sana, Diara akachukua. Counter attack ni ya tatu tena, unaona mazingira ambayo ilibaki Armanusura, kama sio yule mchezaji wa Mbeya City kutokuwa na utulivu. Vitalis Mayanga kapokea pasi nzuri sana, kampunguza Baka vizuri, kapokea pasi nzuri ambayo ilikuwa ni 1v1 against keeper. Yes, ilikuwa ni option nzuri kumchopu keeper kwa mazingira alikuwa amekaa, lakini keeper naye aliweza kuanticipate hiyo situation na akaweza kufanya save ambayo imeweza kuwafanya Yanga waweze kupata alama moja. Kwa hiyo mimi kocha nitamlaumu kwa maeneo hayo matatu, kwamba plani ya kushinda aina ya mchezo kama huu. Ndio. Games kama hizi sometimes mpira wako ambao umeuzoea kucheza vizuri, kuwafungua wapinzani, unaweza kagoma. Je, wewe kwenye box lako la pili una plani gani? Eneo la set pieces wamepata nyingi sana, mipira ya kutenga wamepata mingi, kona wamepata nyingi, takriban 12. Matumizi yake yalikuwa ni mabovu. Inawezekana hata pia wapigaji sio wazuri. Okay. Sehemu ya pili naweza pia nikaraumu aina substitutions ambazo alienda kuzifanya, kidogo zilikuwa hazikwenda kuleta uhai kwenye timu, bali zilienda kuibackfire timu kwenye swala zima eneo la kuzuia. Timu ilikuwa inazidi kuwa nyeupe, dakika zilizokuwa zinazidi kwenda, Yanga walikuwa very vulnerable, wanasema wataalam, kwenye hizi counter attacks. Mazingira ya kuruhusu njia mwishoni zilikuwa ni nyingi. Lakini eneo la tatu sasa ambao nilikuwa nalaumu ni kwamba game plan ya pili kwa mazingira kama hayo ambao angeweza kuyatumia. Lakini all overall mimi na wapo endelea kuwapongeza Mbeya City, wametupa moja ya game nzuri sana, na sidhani kama watu wengi wanaenda kutegemea kuona game kama hii, lakini niwapongeze Mbeya City kwa maandalizi ambayo wameyafanya. Wameonyesha mchezo wa kiungwana na wameonyesha ushindani na wanastahili pia hiyo alama moja, ndio maana wanashangilia. Okay. Yeah. Na msimu jana atuliona wakati kama huu ligi inaanza, wananchi walipokea vipigo viwili mfululizo kutoka kwa Azam FC, lakini pia kingine kutoka kwa Tabora United, ikapelekea mpaka kumfuta kazi kocha wao Miguel Angel Gamondi kutokana na performance mbaya ambayo walianza nao kwenye msimu wa mwaka 2024-2025. Msimu huu wameanza na sare. Waswahili wanasema ukiona panafuka moshi ujue panawaka. Tutarejea kuona njia iliyopita Gamondi pia na Roman akiipita.
Yeah, kabla ya yote rekodi kwanza baada ya mchezo huu wa leo. Huu unakuwa mchezo wa 11 wa Yanga zidi ya Mbeya City pale CCM Sokoine. Mbeya City kashinda mchezo mmoja, Yanga mchezo mitatu pamoja na sare 7. Na kwenye hii michezo mitano ya mwisho yote imezika kwa sare, na ukicount kwa miaka mara mwisho Yanga anapata ushindi Mbeya City pale Sokoine hadi mwaka 2025, maana baada ya mechi leo kumalizika ni huu ni mwaka wa 7 sasa unaenda. Yanga hajafanikiwa kuondoka na alama 3 kwenye uwanja wa CCM Sokoine dhidi ya Mbeya City. Ngija kwenye swali lako, msimu uliopita Yanga ilienda michezo 8 bila kuruhusu bao lolote bila kupoteza mchezo wote. Mchezo wa 9 dhidi ya Azam ndio akaja kupoteza bao 1-0, na mchezo wa 10 dhidi ya Tabora akaja kupoteza bao 3-1. Huu wa leo ni mchezo wa pili wa ligi ambao Yanga amemaliza bila kufunga bao lolote wala bila kuondoka na alama. Ukitaka uangalie kwenye rekodi uchimbe ni mechi gani ambayo Yanga alimaliza bila kufunga bao, ni rekodi ya muda mrefu. Tafuta sana kwa ni muda mrefu sana kwenye ligi Yanga kamaliza mchezo ilikuwa zile JKT mechi ya kwanza ya Hamdi Merudi. Yes. Kwa hiyo miezi 8 almost nusu mwaka robo 3 wa mwaka. Kwa hiyo ni muda mrefu Yanga wamekuwa hawana hiyo tabia. Ukiona hivi vitu vinatokea ni dalili tosha ya yale ambao wadau walikuwa wanazungumza kuhusiana na performance Yanga kama gani ambayo imedrop ukilinganisha na msimu uliopita. Moja ya kitu ambacho watu walikuwa wanashindwa kukielewa au walikuwa wanakiona ni makusudi, kushinda mchezo wa mpira miguu kuna wakati inahitaji moment chache tunaweza kushinda. Ndio. Hata kama unacheza vizuri, kupata tu kona, kapigwa mtu akaunganisha, labda kupata foul nje ya box, kapigwa moja kwa moja, ushashinda mchezo. Lakini overall performance haikuwa nzuri. Sasa haya matukio haugarantii kila siku yapata, kwa sababu kila siku ucheza na mpinzani yule. Lakini ukiwa na timu ambayo umeitengeza vizuri, ina perform vizuri, hii ina ugarantii wewe kushinda kila baada ya mchezo. Kwa hiyo ambacho kimetokea leo hii ni majibu ya zile kelele tangu msimu umeanza, namna gani ambavyo Yanga ina perform. Kwa hiyo swala mwalimu kufuta kazi au kutokufuta kazi ni juu ya viongozi wa Yanga. Wao ndio wanaweza kaamua namna gani ambavyo wanaweza kajaji swala, kama watamwamini anaweza kubadilika au akaamua kumfuta kazi. Lakini mimi binafsi sababu ya kumlaumu mwalimu mimi naiona kama si kubwa sana, lakini ambao wanatakiwa kulaumiwa ni viongozi kwa sababu zifuatazo. Hawa makocha wanatofautiana kwenye falsafa. Ni zile ambavyo wastara wewe unajua mpira mzuri au unaupenda, tofauti na ambavyo labda Wakanda yeye akiona timu inacheza tamini inacheza vizuri, kuna watu tofautiana. Na makocha wako hivyo hivyo, kuna mwingine anataka timu yake icheze pasi nyingi sana, mwingine anataka pasi chache timu itoke kwa haraka kwenda kwenye eneo la mwisho, wanatofautiana. Kwa hiyo kama viongozi wa Yanga walikuwa wanataka waendelee kucheza mpira wa pasi nyingi kama ambavyo ilikuwa misimu iliyopita, misimu minne iliyopita, lazima pia mwalimu mlete ambaye anaendana na kile ambacho anakitaka. Kwa kitokeo namleta mwalimu ambaye anaendana na kile ambacho anakitaka, maana yake ambaye anakuwa amefeli sio mwalimu, ni wewe ambaye umekuja kumleta. Kwa hiyo mtu anakiona kwa Roman Falls hivi sasa, kwa mimi naamini yupo kwenye eneo ambalo anahitaji kutenda kitu chake, kwa sababu anataka timu yake icheze kwa haraka kutoka eneo la katikati, mpira uguswe mara chache na wale viungo wafike kwenye box, nafasi tengeneze, bao lipatikane. Kwa namna kama hiyo ni namna ambayo inawezekana Yanga wao wasitaki kuona timu ikicheza kama hivyo. Wanataka labda timu ipige pasi nyingi mpaka unafika eneo la mwisho, mfungue mpinzani vitu kama hivyo, tawala mchezo kwa asilimia kubwa. Lakini kwa namna ambavyo Forza anataka timu yake icheze, maana utaona timu na meki mpira kwa muda mwingi, kwa sababu wanakuwa hapo na haraka kuelekea eneo la mwisho. Kwa hapa ambaye anakuwa na shida sio tena Forza, ni wewe ambaye umemleta Forza, kwa sababu nyinyi mmetofautiana falsafa. Wewe unataka timu yako icheze hivi, lakini mwalimu uliyemleta yeye amini kanisha kitu. Kwa hiyo huu ni muda ambao viongozi, kwa sababu mpira unakuwa, mambo yanabadilika. Forza Afrika tuna mambo yetu, ndio, lakini mambo yanatubadilika kila kukicha. Wakati mwingine ukiwa unataka kumleta mwalimu, basi unaangalia falsafa ambayo unataka timu yake icheze, namna ambavyo unataka timu yake icheze. Lakini pia kama itoshi, hata kundi la wachezaji ambao unaamini, kwa sababu unaweza kuleta mwalimu ambaye anaweza kufundisha timu ambayo inacheza mpira wa pasi nyingi, lakini unakosa hizo material. Hiyo kesi ya kwa Simba msimu kadhaa iliyopita, kuna muda Simba ilikuwa na wachezaji wengi na kiungo ambao hawezi kuweza control match. Kwa hiyo kama una watu kwenye base ya midfield ambao waweza kucontrol match, maana hiyo timu haiwezi kutawala mchezo. Kwa kimleta mwalimu ambaye wanataka timu itawale mchezo, wakati hizo material una, akitakuwa pia ni kazi bure vile vile. Sawa, ni kusema na kile ambacho kipo hivi sasa katika ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, ambapo wananchi leo wametoka sare ya 0-0. Kwa upande wako unaona
nini ambacho kimewakwamisha, unaweza kuendelea kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia kule live YouTube ya East Africa Radio, lakini pia katika mitandao yetu ya kijamii Eben Ernest White Pandits unaweza kumwandikia kule Instagram, lakini Instagram